السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma Bwana Mtume pamoja na ali zake, shahrun du'itum ila dhiyafatillahi, huu ni mwezi mumealikwa kuwa wageni wa Mwenyezi Mungu. Waju'iltum fihi min ahli karamati, na mumefanywa katika mwezi huu wa Ramadhani kuwa ni watu watukufu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi unapotukabili mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa tutaukaribisha kuufanya ni mgeni, na tukaufanyia kasida, karibu wetu mgeni, Ramadhani mwezi mwema. Saa ingine tukiwaambia Ramadhani twakukongoea na kasida mbalimbali, marhaban ya shahra Ramadhan, kuonyesha Ramadhani kuwa ni mgeni waja. Lakini katika riwaya tunaambiwa sisi ndio wageni, tumealikwa na Mwenyezi Mungu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuwa ni wageni wake. Kisha tumefanywa sisi kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni watu wakirimiwa, yani watu waheshimiwa, watu watukufu wenye kuingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kawaida binadamu anapoalikwa katika huu hai wetu na katika ubinadamu wetu, ukialikwa huwa ukijiandaa kuanzia mwili wako mpaka mavazi yako, ukajipamba ya kuwa umealikwa na mtu mtukufu. Ukialikwa na kila kiongozi ambaye yuko juu zaidi katika cheo chake, basi unafanya bidii kujipamba zaidi vizuri, ikiwa ni wanawake au ni wanaume. Sasa vipi utakapoalikwa na Mola wako aliyekuumba kuwa wewe ni mgeni wake, amekufanya ni mtu mkirimiwa, kisha katika hii riwaya haikuteua ni mgeni aina gani, bali imejumlisha watu wote walioko katika ulimwengu waliokuwa na imani ya Uislamu. Ni sawa ikiwa mtu alikuwa na muasi Mwenyezi Mungu, yeye ni mgeni amealikwa. Haikutuambia hadithi walioalikwa ni wale waliokuwa wakiswali, wale walioalikwa wakitoa sadaka, wale walikuwa wakifanya mambo mema, la, bali du'itum, dhamiri imekuja kwa watu wote kuwa nyinyi munaalikwa. Sababu yake nini? Yani Ramadhani ni madrasa iliyofungua milango yake yote. Imefungua kwa mtu ambaye ni muasi apate nafasi kutubia, kwa mtu ambaye ameghafilika iliweze kutanabahi na kurudi kwa Mola wake, kwa mtu anayemtii Mwenyezi Mungu pia aweze kujipandisha zaidi, awe mbele kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ugeni wetu sisi binadamu, huwa twajua tunapoalikwa, twalikwa kuna vinywaji, kuna vyakula. Lakini katika Ramadhani, somo tukiwa ndani yake, vinywaji na vyakula sisi tumezuiwa,
Sasa uwalishi wetu unakuwa ni kitu gani? Ni uwalishi wa mwezi huu tunapoalikwa, ili tuweze kuzitwahirisha nafsi zetu kwa kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuzitwahirisha nafsi zetu kuweza kusoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuzitwahirisha nafsi zetu ili tuweze kuwakumbuka waliokuwa madhaifu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Yani kupewa sehemu ya kukaa na njaa, sehemu ya kukaa na kiu, ni katika sehemu moja ya binadamu kuweza kumjua Mola wake na kuweza kuwakumbuka waliokuwa chini yake. Ikiwa yeye katika siku hizi 30 miezi iliyopita alikuwa akipata chakula vizuri, haisi njaa wala haoni uzito hata mmoja, lakini katika mwezi huu anajitambua kweli kuna na watu wanaokosa kila siku, ili aweze kuwasaidia. Utaona Mwenyezi Mungu alipoiumba nafsi, akaiuliza nafsi, mimi ni nani na wewe ni nani? Nafsi ilimjibu Mwenyezi Mungu ya kuwa mimi ni mimi na wewe ni wewe. Akaiuliza mara ya pili, akaiuliza mara ya tatu, majibu ikawa nafsi inamwambia mimi ni mimi na wewe ni wewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alichukua hii nafsi ya kuwa sehemu ya kwanza ile kusema mimi, yani nafsi ilijiona ya kuwa yeye ni mtu peke yake, amejiumba peke yake, yeye dhati yake ndiye mtu mwenye nguvu, kwa hivyo haoni ya kuwa kuna Mola wake mbele yake. Alijiona ya kuwa ana nguvu ya kuweza kufanya chochote. Sasa Mwenyezi Mungu akaipeleka katika maarifa ya kuweza kumtambua ya kuwa yeye ndiye Mola wake. Sehemu ya kwanza alipeleka katika moto. Alipoitoa nafsi hii, akiuliza nafsi, kamwambia ana wa anta, mimi ni mimi na wewe ni wewe. Sehemu nyingine Mwenyezi Mungu sasa akaipeleka kuidhoofisha, kuiweka na njaa, kuiweka na kiu. Baada ya kujiona sasa hapa ikadhoofika sana, ndio sasa ikiulizwa na Mwenyezi Mungu, mimi ni nani na wewe ni nani? Nafsi hapa ikatemka sasa kusema, mimi ni mja wako na wewe ni Mola wangu. Mimi ni mja na wewe ni Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala. Akaitambua, ikatambua nafsi ya kuwa mimi ni muhitaji kwa Mwenyezi Mungu. Huyu ndiye alioniumba kwa sababu ya kuwekwa na njaa na kiu. Na utaona na sisi tunaporudishwa katika kiu na njaa, tunakuwa na majaribio sana kujikurubisha kwake Mwenyezi Mungu. Tunaona tunavyokurubia kwa wingi katika ibada za swala, katika ibada ya kusoma Qur'ani, ya kuleta madhikiri na kujaribu kujiweka mahali pema, ili kuonyesha kuwa hapa ile kufanya haya yote ni kule Mwenyezi Mungu kuamrisha katika ibada ya saumu. Kisha na mtu ambaye atakuwa na sifa ya kusema mimi, huyu ni mtu anaye sifa ya kibri kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio utamwona Iblisi alisemaje? Alisema ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, mimi ni mbora zaidi kuliko huyu Adam. Ubora wako ni kitu gani? Alijionyesha kule kuumbwa kwake, ndio alieleza ubora ya kuwa ubora wangu nimeumbwa na moto, na ubora wake huyu umeumbwa na nini? Udongo. Kwa hivyo ana khairum minhu, mimi ni mbora zaidi.
katika siku hizi za darasa letu inshallah tutamsoma imamu wetu wa zama, naye ni Imamu al-Mahdi ajalallahu farajahu. Kwa kuwa ni imamu wetu wa zama zetu, ni umuhimu saa nyingine kuweza kukumbushana, kwani yoyote ambaye hamjui imamu wa zama zake, huyu kifo chake kitakuwa ni kifo cha kijahilia. Uimamu ni katika kiunganisho baada ya utume, uliunganishwa moja kwa moja na uimamu, yaani kutoka kwa Bwana Mtume kuaga dunia ndio uimamu ulianza. Na hatusemi saa nyingine huwa tukitemka ya kuwa kuna makhalifa walompokonya uimamu Ali alayhi salam ukhalifa wake. Ukhalifa ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si amri ya binadamu. Kwa hivyo hakuna sehemu ambayo tunaweza kusema ya kuwa hakuwa katika ukhalifa Imamu Ali kwa sababu kulikuwa na makhalifa wameingia kati yake. La, alipofariki tu Bwana Mtume, uimamu wake uliweza kushikwa moja kwa moja kabisa. Ni sawa uimamu ule uwe watu watamfuata au hawamfuati, na hili halikutokea kwa maimamu peke yake. Hata ukiangalia kwa mitume waliokuwa nyuma, walikuwa katika zama zao hawana nguvu. Kati ya Nabii Musa na Firauni alikuwa pale pale katika ukubwa wake, na Nabii Musa akawa ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na haikuleta maana ya kusema Nabii Musa kipindi kile chote alikuwa si mtume kwa sababu hakupata nafasi katika uongozi wake. La, inakuwa maunganisho ni vile vile tu. Kwa hivyo uunganishaji kuonyesha ya kuwa kisomo kinachotoka kwa Bwana Mtume kuwa yeye ni mtume wa mwisho, moja kwa moja kilienda kwa Imamu Ali alayhi salam. Na ndio maana utaipata ile hadithi inayosema ya kuwa mimi ni mji wa elimu na Ali ni nani? Mlango wake, yani maunganisho hapo na hapo kabisa. Kwa hivyo itisali ile imeunganishwa mpaka ikafika imamu huyu wa 12. Hakuna nafasi wakati wowote baada ya mtume ili tuseme kulikuwa hakuna khalifa. Wale 12 walioteuliwa na Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa katika nafasi zao zile zile mpaka kufika katika imamu huyu wa 12, kwa sababu hadithi inasema ya kuwa nimewatieni vizito viwili, mutakapo shikamana navyo haviwezi kuepuka kabisa vitu hivi viwili mpaka virudi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na vizito hivi ni kitabu cha Mwenyezi Mungu na uimamu. Yani hivi saa yote viko pamoja hivi na haviepukani. Yani yaliyomo katika Qur'ani ndiyo yaliyomo kwa maimamu. Qur'ani ni kitabu kilichonyamaza, maimamu ndio wafasiri wa Qur'ani wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni kitabu natikun na kitabu sakitu. Hawa ndio wenye kufasiri Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tuko katika zama za imamu wa mwisho wa 12. Kuzaliwa kwake, alizaliwa tarehe 15 mwezi wa Shaabani mwaka 255 Hijria. Alizaliwa katika mji unaoitwa Sirru Man Raa katika nchi ya Iraqi.
au Samraa. Katika tarehe ya kimiladia ilikuwa ni mwaka wa 869 Hijiria, na jina lake anaitwa Muhammad bin al-Hasan al-Askari alayhi assalam. Mama yake alikuwa akiitwa Sayyidatu Nargis. Kwa jina jingine pia alijulikana kwa jina la Malika. Lakabu yake akijulikana kwa jina Al-Mahdiyu, Al-Qaimu, Sahibu Zamani, Al-Muntadhir, Al-Hujja na majina mengine mengi. Alikuwa amepewa lakabu Imam Mahdi, na kunia yake alikuwa kujulikana kwa Abul Qasim. Jina hili la Abul Qasim linafanana na kunia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kwa sababu Bwana Mtume alisema ismuhu ismi, huyo imamu wa mwisho wa 12 jina lake litakuwa sawa na jina langu, ataitwa Muhammad, na kunia yake itakuwa ni sawa na kunia yangu. Bwana Mtume anaitwa Abul Qasim na Imam Mahdi ataitwa Abul Qasim. Sasa kwa Bwana Mtume Abul Qasim ni kwa mtoto wake aliyomzaa, na kwa Imam Mahdi kuitwa Al-Qasim ni kwa yeye ndiye Kasimu, mwenye kugawanya uadilifu kwa watu, kwa kila mtu atasimama aweze kuweka uadilifu. Kisha utaona ya kuwa mbali na kuwa kuna kufanana kwa Bwana Mtume katika majina, katika kunia, pia kuna kufanana katika kitu kinachoitwa akhiru, mwisho. Bwana Mtume alikuwa ni mwisho wa anbiyai na mursalina na ulul azmi, na kwa Imam Mahdi ajalallahu farajahu ilikuwa ndiye mwisho wa maimamu wote. Kwa Bwana Mtume utume wake umebaki mpaka sasa, ambaye inaitwa baqiyatullahi fil anbiyai, na kwa Imam Mahdi ajalallahu farajahu ni baqiyatullahi fil aimma. Kwa Bwana Mtume uendelea utume wake mpaka siku ya Kiyama, na kwa Imam Mahdi unaendelea uimamu wake mpaka siku ya Kiyama. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliitwa sahibul adalati, mwenye uadilifu. Na ukija kwa Imam Mahdi ajalallahu farajahu, yamlaul ardha qistan wa adlan, ataijaza hii ardhi uadilifu na usawa. Angalia kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idadi ya watu katika vita vya Badri walikuwa ni 313, na idadi ambao watamnusuru Bwana Mtume ni wale mukhlisina, na idadi yao itakuwa 313. Malaika walioteremka kuleta msaada katika vita vya Badri kuunusuru Uislamu, idadi ile ile ndio imebaki katika ulimwengu, wanasubiri kumnusuru Imam Mahdi. Amepewa jina la Mahdiyun kwa sababu yeye ataongoza watu baada ya urefu wa zama, kuwa ulimwengu umekuwa na ufisadi, ulimwengu unakuwa na dhulma. Yeye ndiye atasimama kuleta uadilifu katika ardhi. Na katika sehemu ya akida inatilia nguvu ya kwa kupatikana kwa Imam Mahdi ni uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jina ambalo amepewa Al-Qaimu ni kwa yeye atasimama na uadilifu baada ya kuwa zama zirefu ya kuwa ghaib na dhulma kuweko ndani yake.
akipewa laqab ya sahibu zamani ni kuwa ni mtu atakuwa na nguvu katika zama zake, kusimama katika haki, kusimama katika uongofu na kuweza kueneza ulimwengu katika usawa. Kwa hivyo ni lazima kwetu sisi tuweze kumjua imamu kama huyu. Kuna sehemu zake Imam Mahdi katika marahilul hayati, wakati wake wa uhai kabla ya kuwa uimamu. Kuna kisha ghaibatu sughra. Kwa nini kaitwa ghaibatu sughra? Kisha kuna na ghaibatul kubra. Kisha tunaweza kuangalia Imam Mahdi pamoja na sehemu nyingine, au Imam Mahdi katika Qur'ani iko maelezo yake au hakuna. Katika marhala yake ya udogo alizaliwa katika mwaka wa 255 Hijiria mpaka mwaka wa 260, yani kwa hii miaka mitano ilikuwa yeye akiishi pamoja na baba yake al-Imamu al-Hasan al-Askari. Sasa ulipofika mwaka wa 260 na alikuwa akiishi kwa siri, kwa sababu dola ya Banu Abbas ilikuwa ikitefuta sana. Wengine wanasema dola ya Bani Abbas ndio ilikuwa na hofu ya kuwa watapokonywa ufalme wao akija huyo imamu zamani. Kwa hivyo ikawa wanamtefuta sana kuweza kujua, haswa kiangalia uchunguzi kwa ahlu beiti itrat rasulillahi, kwa hawa maimamu. Na utaona pia namna ya Firauni alivyokuwa akimtefuta Nabii Musa mtoto atakayezaliwa katika Banu Israili. Ikawa atajitokeza Nabii Musa na ndiye ataondosha ufalme wake. Angalia himayat, ulinzi wa Mwenyezi Mungu alivyomwekea Nabii Musa alayhi salam, na namna alimpeleka mpaka kwa adui yule ambaye anatafuta nje, kuwatafuta maadui watakaomuondosha ufalme wake. Mwenyezi Mungu akampeleka ndani ya nyumba yake ule mfalme. Katika mwaka wa 2260, umri wake ukiwa umefika miaka mitano, baba yake alikufa shahidi. Na kuna riwaya inasema ya kuwa hawa maasumina karibu wote walikufa kupitia sumu waliowekewa na watu waliokuwa maadui. Kwa hivyo mwaka huu imamu yoyote anayekufa haswaliwi na mtu mwingine yoyote ila kwa imamu anayefuata. Au maasumina wote. Na ndio utaona ya kuwa Imam Mahdi mpaka sasa yuko hai. Moja ni kuwa hakuna akifa atakaye mswalia. Alijaribu kujitanguliza ammi yake anaitwa Jaafar ili kumswalia baba yake Imam Mahdi, lakini Imam Mahdi akamwambia, la, rudi nyuma, fa ana ahaqu bisalati ala abi, mimi ndio nina haki kumswalia baba yangu. Kwa hivyo hapo ndio ilionyesha kudhihirika kwa yeye ndiye imamu. Na katika baada hii miaka mitano sasa, hapa ndio ilikuwa inaanza ghaibatu sughra. Katika hii miaka mitano alipotawala ukhalifa, yani
kuwa ni imamu kwa miaka 5 umri wake. Je, hili mtu kupewa uongozi chini ya umri wa miaka 5 inawezekana au haiwezekani? Sisi peke yetu katika uhai wake yetu tunaangalia umri, miaka kama 5. Kuna miaka maalumu wa kuingia skuli, kuna miaka maalumu ya kupewa kitambulisho, kuna miaka maalumu ya kuweza kushika uongozi, na hii yote haiko chini ya miaka mingapi? 5. Lakini katika utume na katika uimamu haliangaliwi hili kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwake yeye Mwenyezi Mungu yutil hikmata man yasha, anampa hikma yule anayemtaka, ima kuanzia udogoni na umri wote ule Mwenyezi Mungu anaweza kumchagua mja wake, kama ilivyopatikana katika baadhi ya mitume kupewa unabii kwa umri mdogo, pia kwa imamu inaweza kuonekana. Nabii Yahya alayhi salam, Qur'ani inatuambiaje? Wa atainahu alhukma sabiyan, tulimpa hukmu sheria sabiyan, akiwa ni mtoto mdogo. Inasemekana umri wake ilikuwa ni kati ya miaka 7, 8, 9 hapo peke yake. Unaweza kusema pengine kwa imamu ni 5, lakini turudi kwa mwingine katika mitume alikuwa na umri mdogo kabisa, kuzaliwa tu peke yake amepewa kazi ya utume, naye Nabii Isa alayhi salam. Qur'ani inasemaje? Ya ukhta Haruna ma kana abuki mra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyan fa asharat ilayhi qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Hapa Maryam amemzaa mtoto mdogo, kwa kuwa alizaliwa kimiujiza, hana baba, na kuwa wao ni kizazi kilichokuwa chema. Alipoonekana na mtoto akaulizwa, ewe ukhtu Harun, dada yake Harun, yani amepewa sifa la jina la Harun. Huyu Harun alikuwa ni mmoja katika watu wanaofanya ibada sana, na wala hatumkusudi Harun ndugu yake Musa alayhi salam ambaye ni nabii. Hapa Maryam alikuwa yeye, hii somu iko namna mbili. Kuna somu kwa maana kunyamaza, katika Qur'ani imeelezwa, na kuna somu ya pili kwa maana kukaa na njaa na kiu na maasi mengine yote. Sasa kwa Maryam alisemaje? Inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kunyamaza na sizungumzi na binadamu yoyote. Akawashiria ya kuwa nimenyamaza. Kwa hivyo Nabii Isa alikuwa katika lahdi au mahdi. Mahdi ni katika ulezi wa mtoto ambaye hajaweza kuzungumza, mtoto hajaweza kutambaa, hajaweza kukaa na mengineyo yote. Kasema kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Jamaa zake wakasema, vipi huyu, tutaweza vipi kuzungumza na mtoto ambaye yuko katika ulezi? Yani akamuona ni kama anawafanyia shere au anawadharau, juu ya kuwa tumekuona na jambo kubwa hili ulilofanya, na wewe ni katika watu wema, kisha unatufanyia hivi. Kwa hivyo akajitokeza wengine kuweza kufanya kujaribu, sasa tujaribu kumuuliza. Walipomuuliza sasa Nabii Isa katika ulezi akasema, inni Abdullah,
mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Atani alkitaba, amenipa kitabu. Wajaalani nabiyan, na amenifanya mimi ni mtume. Angalia maneno Qur'ani. Nabii Isa hapa anasema atani alkitaba, amenipa mimi kitabu cha Injili, bado ni mtoto mdogo kabisa. Na amenifanya mimi ni mtume, bado ni mtoto mdogo kabisa. Aina ma kuntu wa awsani bisalati wa zakati ma dumtu hayya. Kwa hivyo na Imam Mahdi kupewa uimamu katika umri wa miaka 5 kwa Mwenyezi Mungu ni sawa kama alivyowapa mitume wake wengine. Inakuwa ni jambo la ilahiyun ambayo anampatia imamu wake huyo. Kwa hivyo hakuna kusema ni jambo la mshangao au jambo haliwezekani, bali ni jambo kwa Mwenyezi Mungu linawezekana. Mwenyezi Mungu anamteua yule anayemtaka bila kumwekea umri au kumwangalia wapi ndio namtaka nimpe kazi kama hii. Tutakomea hapo, tuangalie katika sehemu yake ya ghaibatu sughra. Alikuwa miaka mingapi amekaa katika ghaibatu sughra, na hapa alikuwa akifanya kazi gani Imam Mahdi ajjalallahu farajahu. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.